Kuna hoja nyingine ya mwisho kubwa ambayo tumesema tutamalizana, tulisema sababu zitakuwa ni 4. Sasa hii ya 4 naomba tuweze kuangalia kitu kimoja. Kuna uhusiano mkubwa kati ya Uislamu na majini. Uislamu ni mkubwa, uhusiano uliopo na majini. Upo uhusiano. Sasa naomba tuweze kusoma katika Qur'ani. Uhusiano unakuja kuharibu kabisa. Mtu anapokuwa amekubali na kuingia katika Uislamu, huo uhusiano uliopo hapo kwanza haukutakiwa kuwepo, na watu wengine hata hawajui, maskini ya Mungu. Lakini hebu angalia katika Qur'ani sura ya 72, hii ni sura ya majini, hata sura tulijini inaitwa ni sura ya majini. Sasa anasema kuna kundi la majini walisikia Qur'an. Anasema katika mstari wa kwanza, sema imefunuliwa kwangu ya kuwa kundi moja la majini lilisikia Qur'ani likasema, hakika tumesikia Qur'ani ya ajabu, inaongoza katika uongofu. Kwa hivyo tumeiamini, wala hatutamshirikisha yeyote tena na Mola wetu. Hawe ni makundi ya majini yalisikia. Sasa anakuja kusema katika mstari wa 14, wanasema nasi miongoni mwetu wamo waliosilimu na wamo miongoni mwetu wanaokengeuka. Waliosilimu hao ndio watafuta uongofu. Kwa hivyo kuna makundi mawili ya majini, wale waliosilimu na wale hawakusilimu. Lakini wale waliosilimu kuna mambo yanafanyika mfano, na ndio maana Mungu akatuambia tusiwepo kabisa na uhusiano na majini. Ndio naona kuna watu wakisomewa hata Qur'ani wakati mwingine wanaharibika akili, wakati mwingine wanakuwa na vitu ambavyo havieleweki, kwa sababu kuna uhusiano kati ya sihiri na Qur'ani au na Uislamu. Upo uhusiano mkubwa ambao watu inabidi waachane nazo. Ndio naona hadi mpaka Muhammad mwenyewe alikuja kuhusika katika, alikuja kuathiriwa. Mfano katika kitabu hiki kinaitwa Njia 5 za kufukuza majini majumbani. Hiki kitabu hapa katika aya ya 8 ya hiki kitabu, na naomba nitasoma ndio hata ukubaliane nayo kama ulikuwa ujui. Anasema kumbe hata katika nyumba ya Uislamu kuna kuwepo na majini, wale waliowasilimu. Wakiisha kuleta chakula wanakula nao, iwe ni cha asubuhi cha jioni. Anasema haiwi katika nyumba watu wake ni Waislamu, ila katika dari ya nyumba hiyo kutakuwa na miongoni mwa majini wa Kiislamu. Wakiweka chakula cha asubuhi huteremka wanakula nao, na wakiweka chakula cha jioni huteremka wanakula nao. Hivyo kuna chakula kikiwekwa hapo wanachukua, kwa sababu katika dari hilo kutakuwepo na nini? Kutakuwepo na majini waliosilimu, ambao katika aya suratul Jini imetuambia kwamba wapo katika wale waliosilimu wanaitwa Waislamu wa kijini, Waislamu wa kijini. Lakini sasa ukija kuangalia kile ambacho Biblia imekwisha kutuambia au yale yaliyofunguliwa kabla katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza, tulikuwa tumekwisha kuonywa tusishirikiane na majini. Ndio maana ukiangalia haya kuwepo na majini mpaka kwa vidali. Ndio maana Muislamu akilala vile anavyolala, kuna kuwa shetani analala kwenye mapua hapo, na nitasoma hiyo hadithi maana ili niweze kuhakikisha ya kwamba hapo kuna uhusiano. Nitaisoma hiyo hadithi, nitaisoma ili iweke kwamba si maneno yangu niliyoyasema. Katika Wakorintho wa kwanza 10:20 anasema sivyo, lakini vitu vile wavitoavyo sadaka wavitoa kwa mashetani, wala si kwa Mungu, nami sipendi nyinyi kushirikiana na mashetani. Mungu alikuwa amekwisha kutuonya kutoshirikiana kabisa na majini na mangwani. Hatutakiwi kabisa kushirikiana nao, kwa sababu ni viumbe walioasi. Mimi sitakiwi nimemchukia sijui ndugu yangu ndio niseme nimrushie majini, haiwezekani. Sitakiwi kufanya hivyo kwa sababu ya uhusiano uliopo hapo, kwa sababu Qur'ani licha ya kuwa wamesema sisi wengine tumesilimu, wengine hatujasilimu, lakini Qur'ani inasema wote wataingia katika moto, wote wataingia katika moto. Hiyo naomba nisome kwanza hiyo hadithi niliyoahidi. Nisome kwanza hiyo hadithi niliyoahidi ili sidhani kama ni maneno ya kwangu tu nimesema hapo.
Nitasoma hadithi niliyoahidi hapa katika kitabu hiki kinaitwa Al-Lulu wal Marjan. Ninasoma hiyo hadithi ukurasa wa 96, hadithi namba 138. Inasema, amesimulia Abu Huraira, Mtume alisema, mmoja wenu anapoamka kutoka usingizini, basi atawadhe na apandishe maji puani na apenge mara 3, kwa sababu shetani alilala ndani ya tundu za pua yake. Nani alilala hapo? Na hii ni hadithi katika kitabu Hadithi Zinazokubalika, hadithi sahihi za Mtume. Anasema yule akiwa amelala mmoja wapo katika Waislamu, anapoamka aweze kupunguta katika mapua, kwa sababu shetani alilala hapo. Sasa huu uhusiano unakuwa na nini hapo? Uislamu kwani unakuwa na nini mpaka anakuwa analala mpaka na shetani hapo kwenye mapua? Anakuwa na nini? Lakini ukiangalia ni kwa sababu ya uhusiano na nguvu za giza. Uhusiano huu upo, lakini Mungu amekwisha kuwakatalia. Mungu hakutaka Waislamu kuingia katika haya maswala, katika imani inayohusiana na majini. Mungu alikuwa amekwisha kukataa kabisa. Ndio nimesema hata wakija kusema hawa ni majini wazuri, hawa ni majini wabaya, lakini aya ipo inasema wale wote ni majini wataingizwa katika moto. Sasa wale ambao watawatumia wanaingizwa kwenye nini na walikuwa wakiwatumia? Tusome hiyo aya katika sura ya 6. Katika sura ya 6 ya Qur'an. Imeandikwa 6:128, na wakumbushe siku atakapowakusanya wote, awaambie, enyi makundi ya majini, hakika ninyi mmechukua wafuasi wengi katika wanadamu. Ninyi majini mmechukua wafuasi wengi katika wanadamu. Kwa hiyo na marafiki wao katika wanadamu watawagongania waseme, Mola wetu tulimnufaishana sisi na wao, na tumefikia muda wetu uliotuwekea. Sasa sikiliza kauli ya Mungu. Basi Mungu atasema, moto ndio makazi yenu, mtakaa humo milele. Kwa hivyo majini wote wawe ni wazuri, wanaosemekana na wanadamu kuwa ni wazuri au wabaya, wote outcome yao na end yao ni huko kwenye moto wa milele, ambao kule tumesoma katika 3:131 wamewekewa huo moto wanaokanusha amri za Mwenyezi Mungu. Kumbe kule watakuwa wamewekewa huo moto, na ndio huu moto ambao wamewekewa. Yesu alikwisha kusema ni nani waliwekewa. Ni shetani pamoja na hawa majini ambao ndio malaika wa shetani. Tusome katika Yohana 8. Tusome katika Yohana katika kitabu cha Mathayo. Katika kitabu cha Mathayo sura yake ya 25. Kitabu cha Mathayo sura yake ya 25. Tunasoma mstari wa 41. Kisha akawaambia, na wale waliokuwa mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu mliolaaniwa, mwende katika moto wa milele aliowekewa tayari Ibilisi na malaika zake. Kwa hiyo hawa malaika wa shetani waovu, majini, wamewekewa katika moto wa milele. Wale wanaotumia majini, wale wanaotumia kwa njia yoyote, wamehalalishiwa moto, kwa sababu moto uliwekwa kwa ajili ya hawa majini peke yao na Ibilisi. Lakini wale wanawatumia, na wanasema mmechukua wafuasi wengi katika wanadamu, kwa sababu wanatumika. Lakini Mungu alikuwa amekuja kusema wachaneni na kutupia majini kwa njia yoyote. Ikiwa tunaitaka pepo, ikiwa tunataka uzima wa milele, ni lazima tuachane na utumiaji na ushirika wowote wa majini. Na hapo ni kuacha Uislamu, kwa sababu Uislamu tayari unapokuwa ndani unakuwa na undugu, unakuwepo na undugu na majini hawa, au hiyo ndio inakuwa umekwisha kuwekwa kwenye chain moja. Kuwekwa kwenye chain moja, utake usitake. Ikitokea ni Mkristo, nyumba yake ikiwa imejaa malaika wanaofanana naye, malaika
Sababu ukisoma katika Matendo 12 mstari wa 14, Petro akitoka katika kifungo, anapokuja ndani, wanasema huyo labda ni malaika wake. Kwa hivyo malaika anafanana na yule mtu. Sasa anaposilimu mtu na kuingia katika Uislamu, anapewa na majini. Anapewa na majini. Lakini Muislamu anapotoka na kuingia Ukristo, wanamwacha kwa sababu tayari ile chain imevunjika. Ile chain imevunjika. Kwa hivyo tumekatazwa utumiaji wa majini, ushirika na majini, kushiriki nao dini moja. Ndio maana hata katika msikiti ikipigwa adhana, majini nao kutoka wakija katika msikiti. Maana hata walisomewa Qur'ani katika suratul Jinni, tunaona walisomewa na wakaenda kusikiliza. Kila anaposoma mawaidha katika msikiti wanaenda jini pia. Ndio maana katika sala ni lazima kusali huku na huku, kuongea na huku na mtu ambaye wewe umuoni na huku umuoni. Ni nani sasa unaongea naye hapo? Majini wako ndani. Wako ndani katika Uislamu, ambapo ni lazima kuachana na huo ushirika kabisa ili tujihakikishie uzima wa milele. Na kushukuru sana katika hizi hoja 4 zinazotusaidia katika uzima wa milele. Mungu na akatusaidia sana tukafike na kukutana mbinguni.